mwanafamilia, umekuwa unatufuatilia siku hadi siku. Mungu aendelee kukubariki sana. Karibu sana kwenye kipindi chetu kizuri cha Amka na Tumsifu Mungu, na leo Mungu ametupa kibali kikubwa sana cha kuendelea na somo letu zuri kabisa, asili ya maombi. Neema hii inakushirikisha wewe ambaye wengine mnatufuatilia, mmeomba mwendelezo. Mungu awabariki sana, na leo tumesikia maombi yenu. Tuko na mwendelezo wa somo zuri, asili ya maombi. Hapa tunaenda kujifunza vitu vingi, tutaenda kuendelea pale ambapo tumeishia, na ninaamini kabisa utaendelea kujifunza vitu vingi. Na wengine ambaye ndio unasikia kwa mara ya kwanza asili ya maombi, wewe pia hautatoka tupo. Bado kuna kitu cha kujifunza na kuna vingi vya kujifunza. Huko na mimi mtangazaji yako Stella Shah. Karibu sana, mwite na mwenzako wote tueleweke. Katika somo letu la asili ya maombi, leo tutaingia katika kipengele kwa nini leo tunaomba. Kwa nini tunaomba? Maandiko yanatuambia katika ile Wakorintho wa pili mlango ni ule wa 10 mstari wa 3 hadi ule wa 5. Biblia inasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Maandiko haya yanatuthibitishia hiki ambacho nakwenda kusema, kwamba baada ya anguko tunaomba ili tuweze kuingia katika ushirika. Baada ya anguko Mungu alijitoa kuwa mshirika na kwa sasa umekuja wito wa kuomba kwa maana ya kushiriki au kushirikiana. Maombi ni kutekeleza vita katika msongo kama silaha kwenye vita ya kibinadamu. Nakumbuka pale somo tulipoanza nilisema kuna mkanganyiko. Sasa huu mkanganyiko ambao tayari umeingilia mwanadamu baada ya anguko ndio unaoleta shida mpaka leo. Hata baada ya ukombozi, wanadamu wengi ambao ni Wakristo hawajafahamu kwamba ni nini wanapaswa kufanya. Na ndio maana nikasoma andiko hilo la Wakorintho wa pili ule mlango wa 10 kuanzia ule mstari wa 3, kwa maana ya kwamba kuna hali iliyoshikilia nafsi, roho na mwili, kwa kukawa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa maana nyingine, kwa nini sasa hivi tunaomba? Ni kutengeneza mahusiano mazuri kati yetu sisi na Mungu ambao yamepotea hapo nyuma kwa sababu ya ile ushirika. Mungu anapenda kushirikiana na uumbaji wake, haswa kiumbe anayeitwa mwanadamu ambaye ni mfano wa sura. Sasa kuna kipengele kinaitwa maombi nini na yalianza lini? Kwa sababu hata mtazamaji na msikilizaji somo lile la kwanza aliposikia kwamba Mungu alimuumba mwanadamu asiombe, lengo sio kuomba, ila dhambi iliingilia ule mchakato wa mwanadamu wa kile ambacho Mungu alikusudia. Kwa hiyo sasa leo nitaelezea pia maombi ni nini na yalianza lini. Maombi ni zaidi ya kuzungumza. Maombi ni vita. Maombi ni silaha ya kuharibu mkanganyiko kati ya mzunguko wako. Sasa ukisikiliza hili, tangu mwanzo mwanadamu hakuitwa kwenye maombi. Mwanadamu alitumwa kama mwana. Mungu alipomuumba mwanadamu alimtuma kama mwana wa Mungu. Ndio maana anasema katika ulimwengu wa anga, bahari na nchi kavu. Huo ndio mpango wa Mungu, na maandiko yanathibitisha hilo katika Mwanzo 1:26 hadi 28.
maandiko yanasema. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mstari wa 27, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mstari wa 28, Mungu akawabariki, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kitambaacho juu ya nchi. Yaani kuna mambo ambayo Mungu ameyaachilia kama baraka, sio mateso. Lakini maisha ya sasa hivi, hata kama tunaenda kanisani, tunajua neno la Mungu, tunaomba, lakini kumekuwa na ugumu wa maisha, ugumu wa kila kitu, mpaka uzazi siku hizi umekuwa mgumu. Hii yote inatokana na nini? Na wakati mpango wa Mungu unaona kabisa ni baraka, yani tuishi kwa baraka, hata kuzaliana kwa baraka, tutawale, tumiliki. Lakini sasa hivi kila kitu kimekuwa kigumu. Hiyo ardhi yenyewe kuipata ni ngumu, kazi ni ngumu, kila kitu ni kigumu, uzazi ndio usiseme umekuwa mgumu kabisa. Shida imekuwa ni nini? Amina. Jambo kubwa ni mkanganyiko huu, ni swala au tatizo ni mkanganyiko. Mkristo akiokoka au mtu akiokoka anataka apate kila kitu kwa wakati moja. Na hata ukiangalia maisha yamebadilika, hata kwa watu ambao sio Wakristo. Akiwa mfanyakazi anataka leo kila kitu apate mwaka huu. Sio kanuni za maisha hizo, lazima utafanya makosa. Na kutokuwa na ufahamu, adui amejipatia nguvu ya kuwakwamisha wengi, lakini mpango wa Mungu uko pale pale. Nitoe mfano. Ahadi za Mungu ni moja. Kila mtu ili aweze kuwa kile ambacho Mungu alimkusudia, anapaswa kusimama juu ya ahadi za Mungu kwa ujasiri kama mwamba katikati ya dhuruba. Sasa kinachotusumbua na kututoa kwenye mstari na kwenye lengo la Mungu ni dhuruba inapokuja, haujatia nanga kwa Yesu. Kwa hiyo kama mwamba ukiwa katikati ya bahari au ziwa, haupati shida. Yanayopata shida ni maji. Dhuruba ikija inapiga mwamba. Ikipiga mwamba, dhuruba inarudi yenyewe. Mpaka inafika wakati maji yanatengeneza mapovu. Maana yake mwamba ndio unaoyagonga maji. Amina. Kwa hiyo ni lazima turudi kwenye neno la Mungu na kusimama imara kwenye ahadi za Mungu. Mungu anajibu. Okay. Kuna watu wanatutazama sasa hivi. Amina. Wengine wamefikia kwenye kilele kile cha kufikia ahadi za Mungu. Wamesubiri mpaka wamepata. Lakini kuna wengine wako katikati ndio wanaishia njiani. Wengine wakati katikati ya safari wanajiingiza kwenye njia ambazo sio sahihi. Kama ulivyosema, kila mtu anatamani kupata kitu yani kwa muda bila kanuni. Hata kama wa kanisani anatamani afanikiwe haraka haraka, asome maandiko ambayo yameagiza baraka kuliko yale ambayo yametoa amuru tuwe watii. Lakini kwenye maisha tu ya kawaida ya kijamii pia kuna wengine hawafuati zile sheria ambazo zipo. Kila mtu anatamani kufanikiwa haraka haraka. Kuna mtu leo amekaa na mawazo yake na yeye mwenyewe anataka kupita shortcut. Yaani ameshapiga mahesabu yake, ameshasali sana, akaona kwa ugonjwa huu Mungu hawezi kunisikia. Ngoja nikajaribu kwa mganga. Mwingine anasema kwa tatizo hili la kukosa kazi, Mungu hapa ameshindwa. Ngoja nijaribu kufanya jambo lingine. Kila mmoja, mwingine ni mgonjwa, mwingine ni vipi, lakini kuna stage unafika akili inachoka, unaona hapa kumsubiria Mungu ni tatizo. Natamani uongee na watu wa namna hiyo kwa sababu tunao wengi sana kwenye jamii. Amina. Kwanza kama nilivyosoma katika ile wa Korinto wa pili mlango ule wa 10 kuanzia mstari wa 3 hadi ule wa 5, Biblia inasema ingawa tunaenenda kwa mwili hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Bali silaha za vita vyetu zina uwezo katika Mungu. Nimesema maombi ni vita. Maombi si kuzungumza na Mungu tu. Kwa yule mtu ambaye ameomba anasema nimeomba sana. Biblia pia inasema ombeni bila kukoma.
Biblia inatuambia atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Kwa maana hiyo, Wakristo au kanisa linapaswa kujitambua kuwa liko vitani. Liko vitani. Kila kinachoinuka kwa uwezo ambao tumepewa na Mungu kupitia silaha ambazo si za mwili, tutaangusha. Mungu pia anafurahia kuona mtoto wake akisimama imara katika ahadi zake. Kwa hiyo ukitumia njia ya mkato, njia ya mkato ni mbaya, hutofika. Maandiko yanasema njia iendayo uzimani imesonga. Njia tunayopitia sio njia ambayo haina vizuizi, ni njia yenye vizuizi, lakini tunazo silaha hatari zenye kuangusha kila kizuizi. Kwa hiyo lazima tuweze kufurahia kwanza sisi ni watoto wa Mungu, alafu ni mfano na sura ya Mungu. Labda niendelee hapa kidogo kulingana na ufafanuzi wa maombi ni nini. Maombi si kama unavyofikiri au kama vile mtu mwingine anavyofikiri. Maombi ni wito, na wito huu ni hadi kwenye vilele vya roho. Ni wito wa ulimwengu wa ndani kabisa wa Mungu. Huu ni wito wa kuingiliana na ulimwengu wa Mungu, ni kuingia katika mafumbo ya ndani kabisa ya roho. Maombi ni kitendo kilichofungwa katika kanuni za kuachilia roho ya mwanadamu kutoka katika milango ya gereza. Kama hivyo wengine wana magereza mbalimbali, kutoka katika gereza la nguvu za vifo na mauti. Unakuta ukoo unashambuliwa na vifo vya aina moja, hilo ni gereza. Wanakufa labda kwa mwezi fulani, kila mwaka mwezi fulani wanakufa, hilo ni gereza. Kwa hiyo sasa wengine pia wanakabiliwa na uasherati, akiambiwa aache hawezi, hata kanisani anahubiriwa kila siku lakini anashindwa kuacha. Kwa sababu gani? Kuna nguvu ambayo imemtawala inayohitaji nguvu ya kuweza kuiangusha hiyo nguvu, na hayo ni maombi. Na pia hukumu za vifo. Kuna watu wamenenewa maneno na maadui wakapewa hukumu ya vifo kinyume na Mungu. Sasa maombi ni wito wa kupaa. Hapo kidogo mtu anaweza akashanga, kupaa kivipi? Nitakuwa na mabawa ama vipi? Tukirejelea nyuma kidogo, Biblia inasema na tuumbe au tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, akatawale samaki baharini. Tayari unawezaje kutawala samaki baharini? Mwingine hajui kuogelea. Tunakuta ndege wa angani. Nawezaje kutawala ndege wa angani? Je, ndege wa angani ni wapi? Ni mwewe, kunguru au tai? Hapo pana ufafanuzi zaidi. Niseme hivi kwa ufupi, maombi ni wito wa kupaa juu sana na kwa wingi, kwa mwingiliano si na Mungu tu, bali na raia ambao ni wanachama halali, nguvu, uwezo, malaika, wafalme za kimungu. Na Biblia imetuthibitishia katika Waebrania 12 ule mstari wa 22 na wa 23. Biblia za kawaida zinasema hivi katika mstari wa 22: bali ninyi mmeufikiria mlima Sayuni na mji wa Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni, na majeshi ya malaika elfu nyingi. Sasa katika tafsiri ya Amplified Bible, ambayo ni Biblia iliyotoka katika tafsiri moja kwa moja ya Kiebrania, inasema katika huo mstari wa 22 na 23: bali ninyi mmeufikiria mlima Sayuni, hata mji wa Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni, na kwa makutano mengi ya malaika, katika mkutano wa sherehe, mstari wa 23, na kwa kanisa, ambalo kanisa linaitwa kusanyiko la wazaliwa wa kwanza walioandikwa kama raia mbinguni, kwa Mungu aliye hakimu wa wote, na kwa roho za wenye haki waliokombolewa mbinguni, waliokamilika.
Unaona jinsi hapo ilivyo. Sasa ndio maana Mkristo anapaswa kuelewa asili ya maombi, anapaswa kuelewa kwa nini tunaomba, anapaswa kuelewa nini maana ya maombi, anapaswa kuelewa maombi yalianza lini na kwa nini maombi yalianza. Sasa hicho ni kitendo ambacho kitamfanya asilie tena na wala asiweze kwenda kwa waganga wa kienyeji au kwenda kutabiriwa au kulia na kuhangaika. Mungu si kwamba kulia kwako ndio atakuonea huruma nje ya kanuni. Hakuna. Kama hujafuata kanuni hata ulie haikusaidii. Cha msingi ni kufuata kanuni. Hapo ndipo Mungu anaweza kuwa pamoja nasi. Kuelewa kwa nini tunaomba, anapaswa kuelewa nini maana ya maombi, anapaswa kuelewa maombi yalianza lini na kwa nini maombi yalianza. Sasa hicho ni kitendo ambacho kitamfanya asilie tena na wala asiweze kwenda kwa waganga wa kienyeji au kwenda kutabiriwa au kulia na kuhangaika. Mungu si kwamba kulia kwako ndio atakuonea huruma nje ya kanuni. Hakuna. Kama hujafuata kanuni hata ulie haikusaidii. Cha msingi ni kufuata kanuni. Hapo ndipo Mungu anaweza kuwa pamoja nasi. Anataka tuwe shirika. Na kuna watu wanatutazama, wengine wanatufuatilia sasa hivi. Amina. Mwingine ameshahangaika, amehangaika makanisani, amehangaika kwa waganga, hamna mahali ambapo hajaenda. Naam. Yaani amehangaika kwa nguvu zake, ana tatizo, mwingine ana ugonjwa, mwingine ni maisha, hali tu za kibinadamu. Amefika mahali pengine anasikia somo kama hili, anatamani sasa na yeye awe mtu wa maombi, akae karibu na Mungu. Anaanzaje? Na kuna mwingine anaenda tu, yani anaenda na upepo. Lakini somo hili labda amesikia, amepata kitu, anatamani sasa kukaa na yeye, kutulia, kuanza kuwa mtu wa maombi, kurudi kwenye ile asili ya maombi. Watu kama hawa unawashauri nini, au na wao wanaanzaje sasa? Amina. Jambo la kwanza, anapaswa kuamini kwamba Mungu ni mmoja na Mungu pekee, yeye si mtu na hata sema uongo wala hajawahi sema uongo. Kwa hiyo tukiziamini ahadi za Mungu, tufuate kanuni kama ambavyo somo limekuja, ili watu wajifunze, watoke kwenye matatizo kama hayo. Inabidi waache kukimbia huku na huku. Watulie katika neno la Mungu. Neno la Mungu limejaa kila kitu ambacho mwanadamu anahitaji. Ni sawasawa na jumba lenye vyumba vingi, ambayo sasa wewe unataka kuingia chumba gani? Kila aliyemwamini Yesu Kristo amepewa mamlaka, amepewa funguo za kufungua. Unataka kufungua chumba kipi? Unataka kufungua nini? Ni wewe. Kwa hiyo ni kufuata kanuni, kufuatilia neno, na pia baada ya somo hili nitaacha namba za simu. Hata watu wanaotaka ushauri, nitawashauri kwa neema ya Mungu ambayo amenipatia. Lakini cha msingi sana, wasome neno la Mungu, kwa kuwa Biblia inasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Amina. Mwanadamu anapokuwa amevunjika, yani kupondeka, mwanadamu anapokuwa ameumbwa upya, amerudishwa kwenye mzunguko wake wa roho, nafsi na mwili. Wakati huo mawazo ya kuja katika ukamilifu kamili pamoja na makusudi matakatifu ya milele ya Mungu, hapo mwanadamu anakuwa ameingia mahali pa ukamilifu. Wanadamu hawataki kupondeka. Biblia inasema ya kwamba moyo uliopondeka ndio nitakaoangalia. Mtu huyu ndiye nitakayemwangalia. Kama mtu hajapondeka moyo, inabidi arudi magotini, amwambie Mungu, nivunje, Mungu niponde. Mungu anataka mtu ambaye ana hofu yake, kitu ambacho leo katika dunia kimepungua sana, hofu ya Mungu. Sasa kwa namna hiyo, kama mtu hajapondeka, ni ngumu pia kuwa chini ya uwepo wa Mungu au kukutana na Mungu au kuwa shirika
na Mungu. Kwa hiyo lazima mtu apondeke. Na Biblia inatuambia kabisa katika ile Yohana Mtakatifu mlango 14 ule mstari wa 23, Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kukaa kwake na kufanya makao kwake. Kwa hiyo siwezi kuzishika amri za Mungu kama simpendi. Jambo la kwanza, kile unachokipenda utakigharamikia, utajitolea kwacho kwa namna yoyote ile. Kwa ndicho ambacho Yesu anasema kwamba ukinipenda, amri za Mungu sio nzito. Hata unapita wapi huwezi kuogopa, kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu. Una ushirika na Mungu. Maana yake kama una ushirika na Mungu, una uwezo uliopewa, una nguvu, una mamlaka ambayo mamlaka zingine lazima ziiname kwako kupitia jina la Yesu Kristo tulilopewa. Kupitia mfano huo, nimesema mtu akimpenda Mungu atazishika amri zake. Naam. Lakini sasa hivi kuna kitu kimoja ambacho kipo kwenye makanisa mengi na watu wengi ambao wanamwamini Mungu. Naam. Mtu anaweza akawa anaenda kanisani, lakini muonekano wake, mwenendo wake haumwakilishi Mungu. Naam. Lakini watu wote sasa hivi wamekimbilia kusema Mungu anaangalia moyo. Yaani usinione tu hivi mimi nilivyo ukanichukulia poa. Mimi Mungu anajua moyo wangu. Yani, lakini ukimwangalia hivi kwa haraka haumuoni Mungu. Hauoni sura ya Mungu ndani ya ule mtu. Hauoni sura ya Mungu katika tabia zake, maneno yake, mienendo yake. Lakini ni mwenda kanisani mzuri, na wengine ni viongozi makanisani. Lakini hapo tu, na hilo tatizo limekuwa kubwa sana makanisani, kuanzia kwenye mavazi, tabia kwenye jamii ya watu ambao wako makanisani, lakini kigezo ni hiko. Mimi uliposema hapo ukimpenda Mungu utazishika amri zake. Na hii ambayo Mungu anaangalia moyo, hii imekaaje kwa mtu ambaye hamwakilishi Mungu kwa mavazi, kwa tabia, kwa mienendo, anaenda kanisani, pengine ni mshirika wa kawaida, pengine ni kiongozi wa kanisa, na anasema Mungu anaangalia moyo, wakati yeye hatumuoni Mungu tukimwangalia. Hii ipo sana. Ni kuna hadi watumishi wa Mungu wakati mwingine wamevuka mipaka. Anaweza kufanya kitu ambacho tumezoea kuona kwa watu wengine ambao hawajamwamini Mungu wanakifanya, na akasimama madhabahuni akasema Mungu anaangalia moyo. Yaani anakipa thamani kile alichokifanya kwa kigezo ambacho Mungu anaangalia moyo. Hii imekaaje? Hapo kuna mkanganyiko pia. Ni kweli shida ni tafsiri ya lile andiko. Ni kweli Mungu anaangalia moyo. Moyo ni nini? Moyo ni tumbo la nafsi. Mahali ambapo panaanzia jambo. Lakini Mungu anapoangalia moyo, anauonaje huo moyo? Maana yake kabla ya kuja nje, Mungu anaangalia ndani kwanza. Ndani kukoje? Kwa matokeo ya nje ni kile kilichomo ndani. Mimi siku moja Mungu alinifundisha hilo jambo kupitia mazingira ya vijijini. Akasema kuna wanyama huaga wanakufa vijijini huko porini kwenye majani. Sasa unaweza ukasikia harufu. Kadri unaposogelea kile kilichokufa, harufu ndio inazidi. Akanambia ndivyo ambavyo moyo wa mtu ulivyo. Yaani moyo una hali mbaya zaidi kuliko ile hali iliyotokea kwa nje. Kwa unapomwona mtu nje ana mkanganyiko wa ajabu, basi ndani kuna hali mbaya zaidi. Kwa ile hali ya nje imeakisi ile hali ya ndani. Kwa hiyo watu wasijipe moyo kwamba Mungu anaangalia moyo, kwa maana haangalii matendo. Kile unachotenda kinatokana na hali ya ndani. Kile unachosema ndicho kimeujaza moyo wako. Kwa hiyo tayari jibu sisi tunapata kupitia vile unavyoenenda, vile unavyosema, hata vile unavyohisi wewe mwenyewe tu. Unaweza kutenda dhambi kupitia hisia. Kwa maana hiyo ni kwamba watu wanapaswa kuelewa moyo ni nini na kwa nini Mungu anaangalia moyo. Mungu anaangalia moyo, sio anaishia hapo, anakuja pia kwa nje.
Na ndio maana Biblia inatuambia katika Warumi 12 mstari wa kwanza ya kwamba tuitoe miili yetu iwe dhabihu takatifu mbele za nani? Za Mungu. Hiyo ndio ibada yetu yenye maana. Hapo utakuwa umesaidia, kwa sababu kuna watu wanaukulia wokovu. Kuna watoto wametoka Sunday school sasa hivi wanashiriki ibada kamili, lakini wanakutana na vitu hivyo. Yani kuna vitu ambavyo vimehalalishwa kwa kigezo kwamba Mungu anaangalia Mungu, kumbe hiki hakina shida, lakini kwa tafsiri hii kuna kitu atakuwa amekipata. Tunaweza kuendelea. Amina. Kulipata somo hili wanaweza kulipata kwa namna pia kufuatilia kipindi kama hivi, na kwa namna nyingine ambaye nitawapa maelekezo kupitia mawasiliano kwa namba za simu nitakazozitoa. Na mimi natamani kwamba watu walipate somo ili waweze kumjua Mungu zaidi, waweze kufurahia maisha pia kupitia somo hili la nini asili ya maombi. Ndio. Mungu anataka kuja kwako wewe mtazamaji unayenitazama sasa hivi. Mungu anataka kuja kwako. Anakuja kwa mwanadamu ili kushirikiana naye. Kwa hiyo mwanadamu hakuwa peke yake, kwa kuwa Mungu alimpa mwanadamu uwepo wake. Na tunapoomba tunatafuta nini? Kuwa na uwepo wa Mungu. Kwa hiyo dhambi ilipokuja ikaondoa uwepo wa Mungu na ikawa kinyume chake. Upweke ukawa ni tatizo kubwa kwa mwanadamu. Watu leo hii wako na mkanganyiko mkubwa sana. Wanategemea maombi ya mchungaji, wanategemea tu maombi ya wengine wanaoitwa mitume, manabii na walimu au wainjilisti au wale wanaouona wanaupewa juu zaidi kuliko wao. Lakini nataka nikuambie, washirika makanisani au Wakristo makanisani, bila kujali cheo chako au huduma yako, wote tunapaswa kuingia kwenye maombi, kwa sababu maombi ni wito, maombi ni vita, maombi ni silaha ya kuondoa mkanganyiko, ili kuangusha ile ngome iliyoshikilia hata elimu ya Mungu isipenye kwenye ufahamu wa mwanadamu. Mfano, kanisa la kwanza tumesoma katika kitabu cha Waebrania ni kanisa lililosajiliwa mbinguni. Sasa maombi lazima kwanza mtu uyafurahie, ingawa ni kazi. Ni kazi ya kupaa. Kuna nguvu inayokufanya kupaa. Tunaita ni usafiri wa moto. Kanisa la kwanza liliomba mpaka Petro akatolewa gerezani. Na ili ujue kwamba ni washirika au ni wale ambao si mitume, hata Petro alipofika pale baada ya kutolewa na malaika, alimwambia, nendeni mkamwambie mtume fulani na fulani kwamba nimetoka. Na hiyo tunaipata katika Matendo ya Mitume 4:13 hadi 31. Ukisoma pale unaiona hiyo kwamba maombi ya kanisa la kwanza yalileta uwepo wa Mungu. Ilikuwaje? Mstari wa 4, mlango wa 4, Biblia inatuambia katika ile Matendo ya Mitume, hata walipofunguliwa wakaenda kwa watu wao wakawapasha habari ya mambo yote walioambiwa na wakuu na makuhani na wazee. Mstari sasa ule wa 24, na waliposikia wakampazia Mungu sauti zao kwa moyo mmoja, wakisema, Mola, wewe ndiye Mungu, ndiye uliyefanya mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyomo. Mstari wa 25, nawe ulinena kwa Roho Mtakatifu kwa kinywa cha baba yetu Daudi mtumishi wako. Mbona mataifa wanafanya ghasia na makabila wametafakari ubatili? Wafalme wa dunia wamejipanga na wakuu wamefanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya Kristo wake. Maana ni kweli Herode na Pontio Pilato pamoja na mataifa na watu wa Israeli walikusanyika katika mji huu juu ya mtumishi wako mtakatifu Yesu, uliyemtia mafuta,
ili wafanye yote ambayo mkono wako na mashauri yako yamekusudia tangu zamani yatokee. Basi sasa Bwana, yaangalie matisho yao, uwajalie watumishi wako kunena neno lako kwa ujasiri wote, ukinyoosha mkono wako kuponya, ishara na maajabu vifanyike kwa jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu. Hata walipokwisha kumwomba Mungu, mahali pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Haleluya. Amina. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Yaani nafikiri ujumbe umefika, tena unafika kwa namna ambayo inathibitisha na maandiko. Lakini kulingana na muda, ningependa uongee na mtazamaji ambaye anatufuatilia namna ambavyo anaweza kupata, namna ambavyo anaweza kupata labda mwendelezo wa somo na mambo mengine yanayoendana na hayo. Karibu. Amina. Mimi napatikana Kimara Suka katika kanisa la Pentecost Neema, na namba yangu ya simu ambayo unaweza kunipata wakati wowote ni 0782 67 55 98. Ukinipigia nitakupa ushauri, nitakupatia pia namna ya kupata somo hili ili uweze kuendelea, na pia namna ya kufuatilia vipindi ni muhimu sana. Mungu akubariki sana. Amina. Mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana kwa ajili ya somo zuri. Karibu tena wakati mwingine. Lakini mtazamaji wetu ambaye unatufuatilia, Mungu aendelee kukubariki sana, ambaye unatufuatilia muda wote, na wale wanafamilia ambao mmekuwa karibu na sisi kwa maoni na ushirikiano mbalimbali. Mungu aendelee kuwabariki sana. Ulikuwa na mimi Stella Shao, nilikuwa na baba yangu mzazi, tena tukiendeleza somo zuri la asili ya maombi. Nikushukuru wewe ambaye unaendelea kutufuatilia na kufuatilia Star TV. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine. Karibu endelee kutufuatilia. Kwa heri. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku.